Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'd. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, siku leo kwa uwezo yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunawaleteeni mada adhimu kabisa, mada inayosema alama saba hizi zikidhihiri katika nyumba yako, basi tambua kuanzia nyumba mpaka nyinyi wakazi wa ndani nyote mmefanywa hasad. Alama saba zikidhihiri katika nyumba yako, basi tambueni nyumba na wakazi wa ndani nyote mmefanywa hasad. Kwa ni vyema ukasikiliza alama hizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kupata faida, kwamba je, alama hizi katika nyumba yangu zipo? Kama zipo, basi haraka sana utakuelekeza nini ukifanye kuweza kuziondosha alama hizo ambazo kwamba zaonekana nyumba yenu hiyo imefanywa hasad. Kwa ni vyema ukasikiliza kuanzia mwanzo mpaka, na kama kuna moja ya alama katika hizo, unaweza kanitumia message inshallah nikakuelekeza nini cha kufanya. Usipige, tuma tu message nitakuelekeza nini cha kufanya. Na nambari yangu ya simu ni 0756 8111 mwisho 26. 0756 8111 mwisho 26. Na nyingine ni 0793 052 052. Twende tukaanze kuzitaja hizi alama kuanzia 1 mpaka 7 ili ndugu yangu uweze kuzifahamu na uweze kuzielewa na kisha uweze kuchukua hatua biidhnillah ta'ala. Alama ya kwanza, ash-shu'uru bidhiqi duna sabab, ni kukithiri, kuenea kwa dhiki katika nyumba yenu pasi na sababu. Hii dhiki tunazungumza hapa sio dhiki ya kimaisha, bali ukiingia katika nyumba hiyo mtu unajisikia tabu, unajisikia karaha ukaa katika nyumba. Yani unaweza ukajisikia raha kuja katika maeneo mengine, aidha uko katika majobless yako, upo kazini, katika maeneo, lakini ukiingia tu ndani, basi wallahi lazimu unahisi dhiki katika moyo wako, unajisikia tabu, unajisikia karaha, yani kama kwamba vile ule usiku uche tu mara moja wewe utoke uondoke zako. Mkiona alama kama hizo au unajisikia hali kama hiyo ukiwa nyumbani, basi tambua kwamba nyumba hiyo imefanywa hasadi na tayari nyinyi wakazi wa nyumba hiyo mmeshakumbwa na hiyo hasadi. Alama ya pili miongoni mwa alama saba, kathrat khilafati fil bait, ni kuenea magomvi, mizozano katika hiyo nyumba, aidha baba na mkewe, ama watoto, ama mpangaji kwa mpangaji, mara kwa mara ni mizozo, magomvi yaishi, majungu yaishi, yani nyumba yenu inakuwa shaghala baghala. Mkiona nyumba yenu na mazingira na hali kama hiyo, alafu yanaenea mara kwa mara, basi tambueni kwamba nyumba hiyo imefanywa hasadi. Imefanywa hasadi na tayari hasadi hiyo imewakumba mpaka wakazi humo ndani wanaoishi katika nyumba hiyo. Kwa hiyo hii ni alama ya pili miongoni katika zile alama za nyumba ambayo ndani yake imefanywa hasadi. Na hasadi ni kitu kibaya sana, kwa sababu kazi yake kubwa inakula mema ya mtu kama vile moto unavyokula kuni. Mtume anasema iyakum wal hasad, jihadharini sana na hasad, fa innal hasad, kwa hakika ya husda, yaakulul hasanati kama taakulu naru khatab, kazi yake inakula mema kama vile moto unavyokula kuni. Hiyo ni alama ya pili katika zile alama ambazo nyumba hiyo imefanywa hasad. Alama ya tatu ni kathratul hasharati fil manzil, ni kuenea kuwa wengi sana wadudu wale wadogo katika nyumba yenu, mfano wasiafu, mfano madudu chungu yale, sisimizi wale wakubwa wale. Utakuta mara nyingi katika zile kona za nyumba au maeneo katika nyumba yenu wanadhihiri, wanakuwa wengi katika nyumba yenu. Mkiona hali kama hii ipo katika nyumba yako, basi tambua nyumba hiyo imefanywa hasadi, na nyinyi wakazi wa nyumba hiyo basi mmefanywa hasadi. Hii ni alama ya tatu katika zile saba ambazo leo tunakwenda kuzieleza biidhnillah ta'ala. Alama ya 4, al-amradhi batinu al-istimrara duna sabab, ni kupatwa na maradhi ya tumbo bila sababu. Yani muda mwingine matumbo tu yanauma katika nyumba hiyo, aidha baba, mama, watoto, yani maradhi ya tumbo yanakuwa mara kwa mara.
tena yanauma kweli kweli, yani alafu wala hayana sababu. Unaweza kwenda kwenye vipimo labda kwenda kuangalia pengine bado na UTI, pengine si kitu gani, lakini hakuna maradhi yote wala hakuna UTI. Ukiona alama kama hizi, maradhi kama haya hayaishi katika nyumba yako, haya ni miongoni mwa dalili ya nyumba ambayo ndani yake imefanyiwa hasadi. Lakini vile vile kathrati almusibati bil amradhi duna sabab. Alama nyingine ya 5 ni kudhihiri kwa maradhi katika nyumba yenu bila sababu, hasa maradhi ya kichwa mara kwa mara, maradhi ya kifua mara kwa mara vinakuwa vizito, na muda mwingine watoto wa kike au wanawake wanapata hedhi wanapata hedhi ya mfululizo, yani wanapata hedhi ya mfululizo katika nyumba hiyo. Ukiona katika hali kama hiyo, wake zako, binti zako wanapata mazingira kama hayo, maradhi ya kichwa hayaishi katika nyumba yenu, maradhi ya kifua hayaishi, basi ni miongoni katika alama ya nyumba ambayo ndani yake imefanyiwa hasad. Hii ni alama ya 5 katika zile alama 7 za nyumba ambayo imefanyiwa hasad. Na kabla sijaendelea, alama ya 6 ni wakumbushe wale ambao watakayekuja katika dua ya tarehe 12. Tarehe 12 tuna dua kubwa ya kufunga mwaka, dua ambayo ndani yake ina sadaka ya mnyama, ambayo mnyama huyu nyama yake itachinjwa na itagaiwa kwa mayatima kama sadaka ya chakula. Manake dua hiyo tutakwenda kushirikiana na watoto yatima tarehe 12 ya mwezi huu wa 12, na bahati nzuri tutairusha hapa live kupitia katika channel yetu hii ya Msimbo Online TV. Leo nataka niwaombe wale ambao tayari wamejisajili katika dua hiyo, na waomba wale ambao tayari wamejisajili katika dua hiyo, watapokuja siku hiyo wasisahau kubeba chupa ya maji, chupa tupu tu ya maji, beba njoo nayo. Hiyo chupa ndani yake itakuja baada dua, kuna kombe maalumu mtapewa na mtakwenda kutumia kunywa wewe na familia yako. Tukasema dua hii na familia nzima tuje, kwa sababu dua hii madhumuni yake ni kujikinga, kumwomba Mwenyezi Mungu atukinge na mabalaa na Mwenyezi Mungu atupe wingi wa riziki. Ndio madhumuni ya dua hii ambayo tunakwenda kufunga mwaka na kuanza mwaka mwingine. Lakini wale ambao wanaishi nchi za nje, ambao nao tayari wamejisajili katika dua hii, wao watatumiwa hii kombe kwa njia ya WhatsApp. Utaandikwa alafu utatumiwa kwa njia ya WhatsApp, utakwenda unaitoa. Ukishaitoa ile karatasi utaitia katika maji, alafu maelekezo yake utaelekezwa baada ya kupata hiyo kombe. Kwa hiyo watu wa nje, nyinyi msio na wasiwasi, mtatumiwa kwa njia ya WhatsApp, na hata wale ambao wako mikoani mtatumiwa kwa njia hiyo ya WhatsApp. Twende tukamalizie sasa, tukamalizie dalili zetu. Tumeelezea hapa dalili takriban 5 za mtu ambaye mwenye hali na mazingira kama hayo. Lakini dalili ya 6 ni mtu kusikia sauti za ajabu katika nyumba. Kwa mfano, muda mwingine wasikia kama vile mlango unafunguliwa ama mlango unafungwa, na muda mwingine unaweza kusikia sauti ya mtu anaongea ama anaita, au muda mwingine unasikia sauti za nyayo kama vile mtu anatembea katika nyumba yenu. Mkiona hali kama hii usiku, mara nyingi inatokea mara kwa mara, basi fahamu kwamba nyumba hii imefanyiwa hasad, na nyumba hii ndani yake vile vile Muislamu ama wale ambao sio Muislamu, nyumba hii vile vile imefanywa hasad, na wakazi wa nyumba hiyo basi wana mazingira na hali kama hizo ambazo tunazozieleza. Hizi ni miongoni katika alama ambazo zinazojulisha kwamba nyumba hii imefanyiwa hasad. Cha msingi tunayoeleza haya ni vyema mtu akayasikiliza, na kama hali hii ipo katika nyumba yako, basi ni vyema ukachukua hatua na ukaelekezwa nini ufanye, na kile utakachoelekezwa basi inshallah uende ukafanye kazi hiyo, hali iondoke katika nyumba yako, kwa sababu kama itadhihiri hali hiyo basi sio nzuri katika nyumba yako. Billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.